Mzinga. What's up? Habari yako? Fresh, mambo. Umetangaza nusu finali ambayo imemalizika kwa Young Africans kwenda hatua ya finali kwa ushindi wa mabao 2-1. Mabao matatu tumeyashuhudia, Dube, Max na Faisal Salum. Mimi nataka kujua tu namna ambavyo wakati unatangaza ile mechi, wakati inaanza, kwa sababu goli limepatikana dakika za mwanzoni kipindi cha kwanza, namna ambavyo ilikuwa inaanza na namna ambavyo ilitarajiwa ni sawa? Of course, ni fair result kwa tulichokuwa tunakifikiria kwenye dabi. Tukianza kwenye margin ya magoli 2-1 ni margin inayofanana, lakini upande wa pili wa shilingi ni mechi ambayo tulichokiona katika pitch kimefanania. Young Africans walikuwa bora muda mrefu, hususan kwenye mpango. Yanaposema walikuwa bora kwenye mipango yao ambayo walikuwa wameitengeneza katika mechi ambayo ilifanikiwa na wakaweza kuondoka na ushindi. Naposema hivyo, makocha wote ni makocha wazuri kwenye mbinu, kwenye reaction, namna ya kujibu mapigo ambayo anaonesha mpinzani. Young Africans walifanikiwa katika kufanya pressing ya moto, kufanya pressing ya juu. Azam ilikuwa wakitoka kwenye eneo lao la ulinzi wasogee katika eneo la pili, wanapitia katika safu ya kiungo. Eneo la kiungo Young Africans walikuwa na viungo wengi, lakini match appreciation kwa Damaro alikuwa na block mipira yao mingi. Kwa hiyo hata goli la kwanza linapatikana ndo katika mazingira hayo ambayo Damaro aliblock mpira akamwekea Alan Okello akamwekea Prince Dube, kaenda kufungwa mapema sana. Baadaye likaja goli jingine pia baada ya muda so mrefu, wakaenda kufunga goli la pili la kaliba ile high pressing, wanafanya counter pressing kwamba tunakupokonya mpira, tukikuponya mpira one way wanaenda kushambulia. Kwa hiyo na nyepi wakafanikiwa, wakapoka mipira na wakaenda katika lango la pinzani kwenda kufunga. Baada ya kupata goli mbili Young Africans, ilikuwa almost wamemaliza mechi imeisha. Nasema hivyo kwa nini? Tuliona Yanga imerudi nyuma sasa, wanakwenda kulinda. Kwa hiyo ni mpango ambao ulifanikiwa wa dakika za mapema kupata goli, mechi wao wameiua na walifanikiwa katika hilo. Kwa hiyo nadhani kwa Ibenge tuseme ni kocha mkubwa, naheshimu kuhusu Ibenge, lakini ni kama Azam walikosa majibu ya kujibu wakati ambao wanafanywa counter pressing, wakati ambao Yanga wanakuja kwa nguvu katika lango lao. Ni kama walikuwa wameshindwa kujua wafanye nini. Umeona? Kwa hiyo wakafunga wale 2 on targets na ndio hizo zimeenda kuzaa magoli. On target 2, magoli 2. Accuracy hali ya juu. Unaona ni daraja la juu kabisa kwamba timu inakushambulia kwenye nafasi 2. Hiyo dabi mind you. Nafasi 2 inashambulia, inafunga magoli, inamaliza. Hizo tabia huaga tunaziona mara nyingi kwa timu nyingi za Northern Africa. Timu za kaskazini ukienda kucheza nazo wanachezaga hivyo. Watakupiga pressure dakika 15-20 za kwanza, wanaamini hapa huyu bado hajakaa mchezoni. Kwa hiyo on other side inawezekana pia ikawa kwenye warm up. Kuna vitu vingi sana, inawezekana ikawa kwenye wakati wanafanya warm up pale, maybe Azam labda wakufanya warm up nzuri, umeona. Kwa hiyo wameenda kwenye mechi, wameanza kwenye tempo ya chini na wamefanikiwa, wameshindwa kudeliver uwanjani. Kwa maoni ya mashabiki baadhi ambao nimezungumza nao hasa wa Azam FC, wamemtupia lawama kwanza golikipa Fofana, lakini pia Yoro Diaby pamoja na kiungo James Akamiko ambaye dakika 45 za kipindi cha pili Ibenge aliamua kumweka benchi na kuingia Sadio Kanuti. Nataka kujua kwa namna ambavyo umeishuhudia mechi, ni kama game iliwakataa kwa siku ya leo? Of course, mechi mchezaji ambaye binafsi niliona anafanya makosa mengi, hakuwa vizuri leo, ni Yoro Diaby. Hakuwa vizuri. Na sio kipindi ambacho timu haina mpira, kipindi ambacho timu ina mpira. Yoro Diaby ni mchezaji ambaye anategemewa kwenye kuanzisha build up kutokea nyuma. Comfortability yake mguuni ni kubwa. Lakini leo ilikuwa pasi zake nyingi ambazo anajaribu kuzipitisha kwenda kwenye midfield zilikuwa blocked. Yanga wanaokota mipira kwenye midfield, wanaokota mipira mingi ambayo Yoro Diaby anajaribu kuipenyeza. Lakini namba ya viungo
ambayo wamecheza nayo. Ushaona Yanga walicheza na namba kubwa, hali ambayo iliwafanya muda mwingi wa control midfield kwa kwenda kufanya counter pressing, kwa maana kwenda kupoka mipira kwa haraka na kupitisha mipira na wakaenda kufunga. So kwa Yoro Diaby, of course James Akaminko hapana, sio kama alikuwa na kiwango kibaya leo, alikuwa na mechi nzuri. Ni ile Young Africans tu tempo yao ilikuwa kubwa. Yeah. Tutarajie dabi ya Kariakoo kwenye finali ya Muungano Cup. Tutarajie vyote. Tutarajie dabi ya Kariakoo, tutarajie Mlandege pia anaweza kaingia. Mlandege amewahi kumfunga Simba hapa. Labda umesahau. Mapinduzi hapa. Kama sikosei miaka 3 nyuma, 4 nyuma, hapo Simba anatolewa na Mlandege. Alikuwa anatangaza mimi na Baraka mechi. Alikuwa anatangaza wote. Nikasema Mlandege kamla Simba. Hapo aliwahi kutolewa. Kwa hiyo Mlandege ni timu nzuri kwa huku. Kwa Zanzibar of course imeprove Mlandege sio story. Unajua Mlandege kiingia finali kwa sababu wamechukua ubingwa wa Mapinduzi back to back 2 times. Ni timu nzuri, ndo defending champion wa PBZ Premier League. Kwa hiyo wanaingia kwenye hiyo mechi na Simba asiingie kwa kuna dabi ya Kariakoo, lakini tusiwatoe Mlandege kwenye maongezi hapo kwenye microphone, tukatoa Mlandege. Itakuwa ni sawa kuishuhudia dabi Aprili 29 alafu Mei 3 tunaenda. Sasa itakuwa sawa kivipi yani? Yaani kwa nini siwe sawa? Yaani itakuwa na ile ladha yani kwamba leo alafu siku 3 mbele tunaiona tena. Why not? Mashindano mawili tofauti. Wanakidimua hapa, wakitoka hapo wanaenda kwenye ligi. Uzuri wa hapa kushinda hapa unachukua kombe. Si ndio? Inawezekana ikawa tena itakuwa vizuri sana kama unamchapa hapa, afu baada ya wiki moja ndio kumchapa kule.